yuko hapa kwa ajili ya hilo. Mheshimiwa, karibu sana. Asante. Mambo yanasemaje? ACT tuko salama kabisa. ACT baada ya uchaguzi inaendaje? ACT baada ya uchaguzi tumekuwa tukiendelea na tathmini ya yale yaliyotokea na then kuchukua uelekeo wa namna ambavyo kama taasisi ya kisiasa inaweza ikaishi kwa mujibu wa hali ya sasa. Hata naona ACT ni kama business as usual, kwamba uchaguzi ukiisha maisha yanaendelea. Utasikia kesi 2-3 baadaye unaona uchaguzi ujao hapo na malalamiko yao yale yale. Uchaguzi kwanza ni seko. Kila baada ya miaka 5 mtakuwa na uchaguzi. Na taasisi ya kisiasa ina mambo mengi ya kufanya kati ya uchaguzi mmoja na uchaguzi mwingine. Na Afrika tuna changamoto ya chaguzi zetu. Na kwa hiyo moja kati ya kazi nyingi zinazofanywa na vyama vya siasa kati ya kipindi baina ya uchaguzi mmoja na uchaguzi mwingine ni kupigania mabadiliko ambayo yatakuwa yanaweza kupatikana katika hicho kipindi na kwa advocacy changamoto ambazo zimejitokeza ili kuona namna gani bora ya kuwa na chaguzi ambazo ni bora na mazingira bora zaidi kwenye uchaguzi, na kuona kwa kiwango gani mnaweza mkauandaa umma ili uweze kushiriki kwenye kupambania hayo mabadiliko ya msingi. Na hatimaye wao wenyewe umma uwe na uwezo sasa kuamua nani viongozi wao badala ya kuamuliwa na tume, ambapo Afrika tume zimekuwa zikiamua zaidi viongozi kuliko wananchi wenyewe. Baada ya uchaguzi hivi tukisema tujitaje Tanzania, chama kikuu cha upinzani ni kipi? Sidhani kama uchaguzi huu unaweza ukatumika kutathmini kwa uhalisia kwamba chama gani ni kikubwa cha upinzani, kwa sababu ni uchaguzi ambao umeacha makovu mengi sana. Ni uchaguzi ambao una maeneo hata yafanyika uchaguzi na matokeo ya uchaguzi yametoka. Kwa hiyo una changamoto nyingi. Kwa maana ya statistic, maana yake ACT Wazalendo ndio chama kina wabunge wengi kuliko chama chochote kwa sasa, na of course Chauma pia ina wabunge wachache. Lakini huwezi kuignore ukweli kwamba viko vyama havikushiriki uchaguzi huu kwa kuzingatia au kwa kutizama mazingira ya uchaguzi yalivyo kama ndio opinion yao, na kwa hiyo haikuwapima sawa sawa. Kuwa chama kikuu cha upinzani sio tu idadi ya wabunge mliokuwa nao, lakini kiwango cha ushawishi wa chama hicho kwa umma na kwa namna ambavyo kinaweza kika define politics za nchi hiyo. Ni comparison to chama kinachoongoza. Sasa katika nchi yetu ukiniuliza, naweza nikakueleza bila shaka yote kwamba Zanzibar sisi ndicho chama kikuu cha upinzani regardless matokeo ya kodi. Tunaweza kudinai matokeo yalivyo, lakini we have that. Bara tunayo changamoto, maana yake sisi tumekuwa tukistruggle kuwa chama kitakachoweza kushinda. Lakini hatujapata test ambayo inaweza kuonesha kiwango gani tumeweza kuinfluence umma. Tumeingia kwenye uchaguzi wa 2020, kila mmoja anajua kilichotokea. Tumekwenda kwenye uchaguzi wa 2025, the same story. Kwa hiyo ule ukuaji wa ACT Wazalendo hauwezi kupimika vizuri hasa kwa siasa za bara. Na pia kama mmeweza kushawishi hata watu wa vyama vingine waunge mkono, huwezi kupima vizuri pia kwa sababu ya hali halisi ya chaguzi zinavyokwenda. Kwa maneno machache, wewe pia hutambui mpaka sasa chama kipi ndio kikuu cha upinzani Tanzania kwa hali ilivyo? Kwa hali ilivyo, vyama vikubwa vitatu vya siasa Tanzania kimoja ni chama tawala na vyama vingine viwili ni ACT Wazalendo na Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa vigezo vya kutambua chama kikuu cha upinzani ili mostly huwa ni kwa namna gani vinatoa washirika, yani uwakilishi mkubwa. Na kama nilivyosema, siwezi kuwa na shaka kabisa kwamba Zanzibar sisi tunatoa uwakilishi mkubwa. Tanzania bara Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndio historically ndio kimekuwa kikitoa uwakilishi mkubwa mpaka mwaka 2015. Chama cha ACT Wazalendo ukuaji wake kwa kiwango cha kwamba swali hili linaweza kuwa na maana kwake umeanza mwaka 2019. Na tumeingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 katika mazingira ya uchaguzi ambao kila mmoja anayafahamu, na uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa hiyo debate ya chama gani ni kikubwa au chama gani ni chama kikuu cha upinzani kwa upande wa Tanzania bara, nadhani inakuwa ni meaningless kwa kama reference itabaki ni kiwango cha uwakilishi. Lakini ukiniambia kwa kiwango cha ushawishi kwenye public,
mimi na afiki kwamba tuna vyama vikubwa viwili, chama cha ACT Wazalendo pamoja na chama cha Demokrasia na Maendeleo ambavyo vina ushawishi mkubwa kwenye siasa za Tanganyika. Chauma hakipo kabisa. Kushiriki kwenu uchaguzi wa mwaka 2025, mjadala ulikuwa hapo, wasiotaka kushiriki wana sababu zao. Kwenye upinzani wanaotaka kushiriki mkiwemo nyinyi mko na sababu zenu. Ndio. Kwa kiasi gani imeongeza imani kwa wananchi au kupunguza imani kwa wananchi, kwa kujipima nyinyi kwamba mmeaminika zaidi na wafuasi wenu, au kuna namna mmepunguza imani kwa wafuasi wenu kushiriki uchaguzi ambao pia mko mkiulalamikia? Uchaguzi huu, kumbuka ni muhimu sana kujua hivi vyama. ACT Wazalendo imeanza mwaka 2014. Imekwenda kwenye uchaguzi wa kwanza 2015 kati ya giants wawili, Ukawa na CCM. Kwa hiyo ni kama iliminywa. 2020 ikaenda kwenye uchaguzi ambao kwa mara ya kwanza ikiwa na nguvu kubwa zaidi kuliko ilivyokuwa huko nyuma, na ikiwa na matarajio makubwa, kwa mfano ya kuongoza serikali Zanzibar na kuwa na wabunge wengi zaidi kuliko ilivyokuwa huko nyuma. Uchaguzi ukaharibiwa. Tumekwenda mwaka 2025, sisi tuliamua kushiriki uchaguzi. Na si kwa sababu tuliona kwamba mazingira ya uchaguzi ni salama. Sisi ni moja kati ya watu ambao tuliainisha changamoto nyingi sana za uchaguzi, lakini tulitazama kwamba approach ya kutoshiriki haijibu hizo changamoto. Na kwa hiyo tulishiriki uchaguzi. Ukiniuliza kwa kiwango gani tumeongeza imani ya wanachama wetu, ACT Wazalendo imepata mafanikio kwenye uchaguzi. Kwanza imekuwa tested peke yake. Yaani chama cha upinzani pekee kilichoshiriki uchaguzi huu kikiwa kinakabiliana na dola kwa kiwango kikubwa ni ACT Wazalendo. Kwa mara ya kwanza tumekuwa na ushawishi kanda ya Ziwa. Tulikuwa mko na mgombea urais. Mgombea wetu sasa tulikuwa na mgombea urais. Mgombea urais aliondolewa. Yaani kutokuwa na mgombea urais ni status nyingine kabisa ya chama cha siasa. Kuwa na mgombea urais ambaye ni kitisho kwa chama tawala kwa kiwango cha kutumia nguvu zake zote kumwengua, hilo ni jambo jingine. Na katika historia ya nchi hii ni kwa mara ya kwanza, yani serikali inatumia tume ya uchaguzi na kuhakikisha kwamba mgombea wa urais anainguliwa. The first time. Hakuwahi kuwa na uchaguzi wa namna hiyo. Kwa hiyo ni uchaguzi ambao kwa mara ya kwanza mgombea wetu alikuwa kitisho kwa kiwango ambacho CCM pamoja na tume ya taifa ya uchaguzi na msajili wa vyama vya siasa na serikali kwa maana ya kupitia mwanasheria mkuu wake walikabiliana kuhakikisha kwamba ACT Wazalendo haiwi na mgombea urais kwenye ballot paper. Kwa sio ACT haikuwa na mgombea urais. ACT ilikuwa na mgombea urais very competent na ambaye aliogopwa na CCM kuliko kitu chochote, kiasi cha kutumia nguvu zao zote kuhakikisha kwamba hagombei. Kwa hiyo ukiniuliza influence for the first time, yani ACT imekuwa na influence kubwa kanda ya Ziwa. Yani ni kanda ya Ziwa, sisi huko nyuma ilikuwa ni eneo ambalo huwezi kuiona ACT kama ni kitisho. This is the first time unaiona ACT kama kitisho. Inabidi waende wakawaingue wagombea. Wameinguliwa wagombea wetu Bariadi, wameinguliwa wagombea wetu maeneo mbalimbali, mnakwenda kuwawekea pingamizi and so forth. Kwa hiyo mimi ukiniuliza as a political party, manake tuna eneo jipya kabisa la kisiasa ambalo tuliingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 ambalo huko nyuma hatukuwahi kuwepo, kwa sababu moja kati ya chaguzi zimekuwa ni moja kati ya nyenzo muhimu sana ya hivi vyama vyetu kujenga ushawishi wake, lakini pia na kukua. Na ndio maana ukitizama chaguzi zetu mwaka 95 kuja mwaka 2000 ulikuwa unaona influence ya vyama vya siasa kukua, na maeneo hata ambayo haku experience ushindani huko nyuma kuanza kupata ushindani. Na hivyo ilikuwa kwenda 2010 mpaka tukafika mwaka 2015. Baada ya hapo kumekuwa na struggle ya kuwa vyama vya siasa. Kwa hiyo tuna maeneo ambayo tumepata, japo siwezi kuepa pia kwamba tumepata changamoto, kwa sababu uchaguzi huu pia ulikuwa na kampeni ya watu kutoshiriki uchaguzi. Na waliokuwa wanapigiwa kampeni wasishiriki uchaguzi sio Watanzania wote kwa ujumla, ni wapiga kura ambao wangeunga mkono vyama vya upinzani. Kwa sababu mpiga kura wa CCM alikuwa anaambiwa tu kwa mujibu ya kampeni kwamba yani wewe nenda kapiga kura, usipigi chama chako kitashinda. Kwa hiyo yeye anakwenda tu kupiga kura. Kuna mpiga kura ambaye ni innocent, ambaye angeweza kuwapigia wapinzani au ambaye angependa kuona ushindani upo wa vyama vya siasa na unaleta maana.
huyu ndo amepigiwa kampeni kwamba asishiriki uchaguzi. Kwa hiyo hilo pia limetuathiri kwa sababu ni wapiga kura ambao wangetegemewa kuunga mkono vyama vya upinzani ndio ambao waliwekwa kwenye hiyo kampeni ambayo ilikuwa inajenga hoja kwamba mazingira haya sio rafiki na kwamba hata mkienda kuchagua matokeo hayatakuwa kama vile mlivyotarajia. Twende kwenye hili ambalo sasa linazungumzwa sana ACT baada ya uchaguzi, hususan kule Zanzibar, na nafasi ya kushirikiana na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwenye serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa katiba, lakini mpaka sasa hampo. Na juzi nilikuona mkitoa maazimio ya kikao mlichokaa, mmeunda tume kama kamati tume, mmeenda kule kuwauliza Wazanzibari kama wanataka hicho ambacho kinaitwa serikali ya umoja wa kitaifa muingie kwa sasa. Nini kinaendelea ACT na kuingia kwenye serikali ya Zanzibar? Asante, kwani nimekuwa swali zuri sana kwa sababu kuna mambo mengi pia hapa napaswa kuyafafanua kwenye hilo eneo. Kwa sababu moja, ACT Wazalendo kwanza kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa ni kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar. Na ni matokeo ya struggle ya Wazanzibari. Opposition ni Zanzibar. Kwamba wapinzani Zanzibar wali struggle by hook and crook, wakafika level wakafanikiwa kuinfluence mabadiliko ya katiba ya Zanzibar na kuwa na katiba ambayo inaunda serikali ya umoja wa kitaifa. Na hii ilifuatiwa, ilikuwa ni baada ya muafaka na mazungumzo yaliyoongozwa na Maalim Seif Sharif Hamad akiwa katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF wakati ule na mgombea wa mara zote wa CUF aliyokuwa akigombea Zanzibar, na Amani Abeid Karume aliyokuwa rais wa Zanzibar wakati ule. Na kwa hiyo mazungumzo yale yakafika mahala ikaonekana namna bora ya kuiongoza Zanzibar ni kutokuwa na huu mtindo wa winner takes all, kwamba yule anayeshinda anachukua kila kitu. Badala yake namna bora ya kuwaongoza Wazanzibari ni kwenda kwenye uchaguzi huru na wa kuaminika. Wazanzibari wakishachagua nani ndio rais wao na baraza la wawakilishi na madiwani, then kwa kutumia hizi ratio za kura ambazo zimepatikana kwa wagombea wa uraisi, lakini pia idadi ya wawakilishi ambao wamechaguliwa na wananchi wa Zanzibar, basi serikali iundwe kwa kuzingatia hiyo idadi ya kura. Kwa hiyo ni serikali ya umoja wa kitaifa ambayo inaweza kuwa na vyama hata 10. Alimradi tu kwamba kila chama kimefikia kile kigezo kilichowekwa, kwa sababu kigezo kule ni kupata 10% ya votes za Wazanzibari, kwamba walikuchagua wewe uwe rais wao ukiingia kwenye ule uchaguzi. Kwa kishavuka maana yake unajiunga na kuanza kupata wawakilishi, unakuwa sehemu ya hiyo serikali. Sasa kwa bahati nzuri tuliunda hii serikali kwa mara ya kwanza mwaka 2015, watu wote wanajua. Kuja mwaka 2010 kuja mwaka 2015, na ilifanya vizuri sana. Na kwa mara ya kwanza Zanzibar ikashuhudia uchaguzi ambao ulikuwa na huru na wa haki, lakini pia uliokuwa haujaacha maumivu kwa Wazanzibari mwaka 2015. Lakini baadaye jeshi likaja kupindua huo uchaguzi. Sasa 2015 baada ya uchaguzi kufutwa, CUF wakati ule iliacha kushiriki ule uchaguzi uliofuata, na kwa hiyo hakuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Mwaka 2020 ACT Wazalendo ilishiriki uchaguzi kwa mara ya kwanza, kwa uchaguzi wa Zanzibar. Na ilipata, na Maalim Seif alikuwa ndo mgombea wakati huo, na ilipata vile vigezo pamoja na kulalamikiwa sana huo uchaguzi. Na baadaye, baada ya malalamiko kuwa makubwa, lakini pia na mazingira kuwa sasa serikali inaundwaje, kwa sababu ile serikali ni kwa mujibu wa katiba. Yaani chama kisipoingia, katiba haisemi kwamba aliyoko madarakani sasa anaweza kuchagua tu watu wake. Maana kunakuwa na mgogoro wa kikatiba. Sasa ili kutatua mgogoro wa kikatiba, kwa kuna mazungumzo ya awali ya Rais Mwinyi wakati ule aliyoingia madarakani pamoja na ACT Wazalendo tukiongozwa na Maalim Seif alikuwa mwenyekiti wetu wa chama, na kwenye mazungumzo ya awali ikawekwa base kwamba okay, sasa tuingie kwenye serikali ya umoja wa kitaifa ili tutatue changamoto ambazo sote tunakubaliana hizi ni changamoto za uchaguzi. Na Maalim Seif baadaye akakubali kuingia, ACT Wazalendo tukaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, tukakubaliana mambo gani tunapaswa kuyafanya. Mambo hayo yamekuwa ndio mjadala mkubwa wa kipindi chote cha miaka 5 yakiwa hayatekelezwi, yakiwa yanakukwepana.
mpaka baadaye ikawa sasa ule uongozi wa pamoja inafika mahala badala ya kushauriana ndani inabidi mshauriane majukwani. Kwa nini sasa imekuwa ngumu? Sasa muda huu ni kutokuwepo kwa nia njema ni CCM na serikali yake, kwa sababu wao ndio wanaongoza serikali na wao ndio walikuwa na wabunge wengi. Kwa hiyo wao ndio ambao wangeweza kuchukua yale maazimio na wakayafanyia kazi, na maazimio mengine wala ya kuhitaji mabadiliko ya sheria. Yaani kwa mfano unawezaje kuchagua watu walioshiriki mauaji ya mwaka 2020 kuwa watendaji wa tume ya uchaguzi wakati tulikubaliana kwamba hao waliharibu. Kwa hili ni jambo ambalo lilikuwa ni changamoto kubwa. Sasa tumekwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Mambo yamekuwa almost ni yale. Kumekuwa na hujuma kubwa sana ya uchaguzi Zanzibar. Na Zanzibar yamefanyika mambo ya kihuni sana kwenye uchaguzi. Na hauwezi kabisa kupata sifa ya kuwa ni uchaguzi huru na haki na wenye kuaminika. Kwa ni uchaguzi ambao vyombo vya dola vilikuwa vinaenda kuweka tutangaza nani ndiye kiongozi pale. Sasa baada ya hapo Rais Mwinyi amekwenda kusema bwana sasa yeye anataka umoja, anataka serikali ya umoja wa kitaifa, na ameacha wizara 4 kwa sababu ni nini? Kwanza wizara sio anaacha, katiba inamtaka hizo wizara ziwe na chama kingine. Sasa yeye ameeleza. Swali la msingi ni kwamba yapi yalikuwa ni malengo ya kuwepo serikali ya umoja wa kitaifa? Ni kwa kiwango gani kama tukiunda serikali ya umoja wa kitaifa itasimamia malengo ya hiyo serikali ya umoja wa kitaifa? Kwa sababu serikali ya umoja wa kitaifa tumeeleza wazi haikuwa kichaka cha kuiba kura, alafu unatangazwa kuwa ni rais kwa kura za wizi, alafu kisha wewe uliyenufaika na huo wizi unamuita yule aliyoibiwa kumwambia bwana njoo tuunde serikali tuongoze kwa pamoja. Bado tunaye Siaka Rashid Mchinjita, makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania Bara, tukizungumza mengi yanayoendelea ndani ya chama cha ACT, na tulikuwa tukigusia kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye serikali ya Zanzibar na ACT kuingia ama kutokuingia kwenye serikali hiyo kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar. Ulikuwa ukigusia kuhusiana na changamoto ambazo mnatamani zifanyiwe kazi. Yes. Kwa hiyo kilicho muhimu sio swala la kuingia au kutoingia kwenye serikali. Kilicho muhimu ni yapi malengo ya serikali ya umoja wa kitaifa. ACT Wazalendo inataka mjadala wowote ule kuhusiana na swala la serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar usiguse kabisa swala la kuingia au kutoingia. Kwa sababu kama utaingia na kufanya mambo yale haina maana. Na nimesema hapa haikuwa kichaka cha kuhalalisha wizi. Ilikuwa ni kichaka cha kujenga umoja wa Zanzibari. Huwezi kujenga umoja wa Zanzibari kwa kuiba kura. Huwezi kuwaleta Wazanzibari pamoja katika uchaguzi ambao inabidi mtu mwingine awazuie watu wake ili mauaji yasifanyike. Nani anathibitisha kwamba kura zimeibiwa? Haisiani obvious kura ziliibiwa kwa sababu Wazanzibari wenyewe wanajua. Yaani hakuna mahali kura hata kuhesabiwa hazikuhesabiwa Zanzibar. Zanzibar sisi tuna ushahidi. Kuna mahali hata hivyo hizo nini walizo hayo maeneo ambayo wametangaza wawakilishi wa ACT wameshinda. Yaani walianza kutangaza wa CCM, baadaye wakaona aibu, wanaita mtu, wananyang'anya cheti, wanatangaza sasa imeshinda ACT. Unataka ushahidi gani zaidi ya huo? Mambo ya kipumbavu yamefanyika ambayo hayakuwahi kufanyika kabla ya hapo kabisa. Yaani kwa level ambayo yani tume inaweza ikatoa certificate kwa mgombea wa CCM, afu baadaye tume kasa kumbe tulitakiwa kuna baadhi ya majimbo tutoe. Kwa hiyo inaambia wewe njoo kwanza kuna kitu umekosea. Unachukua ukushinda wewe anapewa huyu. Mambo ya kipuuzi kabisa. Ambao sisi hatuwezi, yani ukishaifikisha nchi hapo. Yani sisi hatuwezi kusema kama unaenda tu kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, yani unaenda kubariki nini? Unaenda kubariki uhuni wa kiwango hiki? Nini sasa natamani kitokee? Hampo umeshashiriki uchaguzi, ameshatangazwa. Hatujaenda kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Tunajua kutakuwa na mkwamo wa kikatiba. Na kwa hiyo lazima kutapaswa kuona tunakwamuaje huo mkwamo wa katiba, na hapo ndipo tuliposema kwamba ACT Wazalendo tunachotaka ni kwanza kuona misingi gani inawekwa ambayo serikali hii ya umoja wa kitaifa italeta malengo ya kuanzishwa kwake. Na nilisema nitaclarify jambo. Niliona pia juzi hata Azam walikuwa wameripoti hivyo na imekuwa rejea kwamba tumeunda kamati ya kwenda kuwauliza Wazanzibari kamati ambayo iliyopo sasa ni kamati ambayo itasimamia kuainisha malengo ya serikali ya umoja wa kitaifa ilikuwa yapi, upumbavu unaofanywa ambao unapotosha kabisa uwezekano wa malengo haya kuwepo ni upi,
na kama tunataka kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, yani mambo gani ni basic yanapaswa kuzingatiwa ili tuwe na uchaguzi ambao Wazanzibari wataamua nani ni kiongozi wao. Na haya ni mambo ambayo yajengewe msingi ambao usiotia shaka, na kuliko kusema unaenda kwenye serikali au huendi kwenye serikali. Na sasa baada ya hayo kuwa yamekamilika, ndio swala la kwenda kwa Wazanzibari. Hatuwezi kwenda kwa Wazanzibari kujadiliana nao sasa tuende, yani unakwenda kuwaambia nini? Yani Wazanzibari walishasema wanataka nini? Yani malengo ya uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa yalishaainishwa na Wazanzibari. Walishayapigia kura. Yanapokwa. Na wanaopoka ndio wapo. Ndio hiyo serikali iliyoko madarakani sasa. Ndio hiyo tume ambayo imefanya huo uhuni. Kwa hiyo for the time being sisi tumetengeneza team ya viongozi ambao respected Zanzibar, na ambao wanaweza kwanza wanajua vizuri msingi wa uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa, na watataka mjadala wowote yule kuhusu mkwamo wa kikatiba unaotokea sasa Zanzibar wa kushindikana kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa baada ya siku tokwenda, uanze na kujibu maswali ya yapi yalikuwa malengo ya serikali ya umoja wa kitaifa, mambo gani yanafanya malengo ya serikali ya umoja wa kitaifa yasitimie, na upi ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba mambo haya yanaondolewa kabisa, ili tupate serikali ya umoja wa kitaifa ambayo ndio ile iliyopigiwa kura na Wazanzibari. Moja kati ya sifa za ACT Wazalendo tangu mmeanzisha chama ni kukaa mezani kuzungumza. Mmekuwa mkiamini hivyo. Kizungumza na kiongozi wote wa ACT anaamini kwenye majadiliano mpaka kufikia mwafaka. Kwenye hili kuna jitihada za kufanya hivyo. Sisi tumesema, ndio maana tumekuwa na team, tumesema tuna timu ambayo inataka kuwepo kwa kusimamiwa kwa hiyo misingi. Na mjadala, dhana ya majadiliano tunayoeleza hapa ni dhana ya kurudi kwenye msingi wa serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa ACT Wazalendo inachotaka kijadiliwe sio kuingia au kutoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. ACT Wazalendo inachotaka kujadiliwa ni yapi yalikuwa malengo ya serikali ya umoja wa kitaifa, ni upi ndio msingi wa kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa, ambapo msingi wa kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa ni uwepo wa uchaguzi huru, uchaguzi ambao wananchi watakuwa wanaamua nani ndio rais, nani ndio ambaye atakuwa waziri, kwa maana ya ratio, chama gani kinatoa mawaziri wangapi kwa mujibu wa ratio wa wakilishi ambao wamekuwepo. Sisi leo tuna kesi zaidi ya 63. Sisi tulishinda uchaguzi huu kwenye majimbo 32. Kwa hiyo leo kuna mtu anasema mmeachiwa mawaziri wanne. No. Sisi tulipaswa kuwa yani majority ya mawaziri ilipaswa kutoka ACT Wazalendo. ACT Wazalendo ndio ilipaswa kuunda serikali kwa mujibu wa uchaguzi ule huru, na sisi we have evidence kwamba tulishinda na kwamba kumefanyika uhuni. Na sasa hatuwezi sisi kwenda kushiriki kwenye serikali moja ya kitaifa kwa kufunika huu uhuni ambao ulikuwepo kwa bezi gani? Ndio maana tunasema kwamba sio kipaumbele chetu serikali ya umoja, yani kuingia au kutoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Kipaumbele chetu sisi ni kurejeshwa misingi ya uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa itakayowapa haki wa Zanzibari kuamua nani ni rais wao na mawaziri watoke kwenye vyama gani kwa mujibu wa ratio ipi ya ushindani. Kwa maana yake matokeo ya uchaguzi huu nyie hamhusiki nayo. Tunadinai hayo matokeo. Ndio maana tumea challenge mahakamani. Tumefungua kule Zanzibar tuna mashauri zaidi ya 50 ya uchaguzi huu, na mashauri mengi ni mashauri karibu 25 ni mashauri ya wawakilishi, ambapo tunaamini kwamba majimbo yale sisi tulishinda, na we have evidence, na tunawataka wao walete matokeo kama wanayo. Sisi tunajua matokeo hawana. Tunajua kwamba walifoji. Tunataka waje mahakamani wa prove hilo jambo, na tuwe na serikali ambayo tukisema tunakwenda kwa serikali ya umoja wa kitaifa ile ambayo Wazanzibari waliipigia kura ya maoni. Sio serikali ya umoja wa kitaifa ambayo mwizi anajitangaza yeye ndio ameshinda, alafu anakualika njoo tukae pamoja ili tuweze kuongoza kwa malengo yake yeye ya kujiandaa na wizi mwingine katika awamu inayokuja. Mmekuwa na kesi kama hizo, tumalizie kwa dakika hii moja. Watu wanaweza kujiuliza ACT watafanya nini haya yote wanayoyataka yasipotokea? Sasa ACT ni chama cha siasa, na hii ni struggle. Ikitokea haya yote hayapo, tutakutana
na tutachukua uelekeo wa nini cha kufanya. Na tutaeleza in public. Uzuri wa ACT Wazalendo ikishafanya vikao na kufikia maazimio inatangaza. Regardless public itasema nini kuhusu maazimio, lakini inasema ina confidence ya kusema uamuzi wetu ni huu. Kwa hiyo tutawaeleza wananchi, kamati kuu itakutana, kama taita na halmashauri kuu, na itasema kwamba status ni hii, na kwa hiyo sasa tunatakiwa kufanya nini, na public itafahamishwa. Bwana Isiaka, tunakushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Salimia sana ACT Wazalendo. Nashukuru sana. Tunaamini yako mengi ya kuzungumza, lakini kwa muda huu naamini hayo yamewafikia wengi. Tutapata nafasi nyingine muda mwingine kuyazungumza mengi. Au kuna sekunde kadhaa kuambia wana ACT? Mimi ACT Wazalendo nawaeleza kwamba politics ni struggle. Kila siku tunapaswa kufikiri namna gani ya kuendeleza mapambano haya mpaka haki iweze kupatikana. Haya bwana, sisi tukirudi hapa itakuwa ni muda mzuri kwa ajili ya news updates, lakini kibiashara zaidi pia ipo hapa kwa ajili yako. Huyo alikuwa ni makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Bara, Isiaka Rashid Mchinjita, tukizungumza naye